mnavyofahamu kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2024, na msingi kama nilivyosema awali kwamba shukrani kubwa ziende kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ni katika kipindi chake ambacho alielekeza serikali kuweza kuja na sheria hii mpya ya ununuzi wa umma, na bunge likaitikia na kujadili na kutuletea sheria hii ambayo mimi kusema ukweli na watendaji wenzangu tunaita ni sheria ya kizalendo, ambayo imeleta upendeleo maalum unaokwenda mpaka kwenye ngazi ya chini. Na hapo tunazungumzia sheria hii ikituelekeza kwamba kila taasisi nunuzi imeelekezwa kuhakikisha katika bajeti yake ya ununuzi wa umma inatenga 30% ambazo zitapelekwa moja kwa moja kwa makundi maalum. Makundi maalum haya ni makundi ya vijana, wanawake, watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Ni fursa kubwa sana ukizingatia bajeti hii ambayo tunaimaliza na bajeti ambayo inaelekea mwisho ambayo itatumika na bajeti ambayo inaelekea mwisho katika maandalizi ambayo itaanza kutumika Julai 1, na kama unavyofahamu takriban trilioni 62.3, na tukifahamu kwamba ununuzi wa umma ni kati ya 60% mpaka 70% ya bajeti hiyo, ni fursa kubwa sana ambayo inaletwa. Kwa hiyo mimi nitumie nafasi hii na kama wataalamu wangu ambapo wamekuwa wakifanya kazi wiki nzima na nyie kuendelea kuhamasisha vikundi vya vijana, vikundi vya wanawake, vikundi vya wazee na watu wenye mahitaji maalum, hasa walemavu, kujiunga na fursa hii ambayo imeletwa kwenu kupitia serikali hii pendwa, serikali sikivu ambayo iko tayari kufanya biashara na nyie. Na niwaambieni tu, haya sio maneno wala takwimu zinazozungumzwa kwenye makaratasi. Sasa hivi tunaelekea katika kipindi kifupi kufikia makundi 10,000 ambayo yamesajiliwa. Nilikuwa natazama takwimu za leo asubuhi, tulikuwa tumeshazidi vikundi 8,700, na lengo letu lilikuwa tukimaliza mwaka wa fedha huu ambao unakwenda kumalizika wiki moja hii na mbili zijazo, tutafikia idadi ya makundi 10,000. Lakini sio idadi tu ya makundi 10,000 kujisajili. Je, ni zabuni ngapi zimeshatolewa? Zabuni zinakaribia takriban bilioni 50. Yaani hizo ni zabuni ambazo vikundi hivi vya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu wameshiriki kwa kushindana, na taasisi nunuzi zimeweza kuwapatia zabuni hizi. Na hili ukija kwenye mikataba sasa, wale ambao wameshafika katika hatua ya mwisho ya mikataba ambayo imeshatolewa, ambayo mingine imeshatekelezwa na mingine iko katika hatua ya kutekelezeka, zaidi ya bilioni 45. Kwa kama ambavyo nimekuwa nikiongea na umma sasa, je, rafiki zangu niseme waandishi wa habari, nakumbuka takwimu tulizokuwa tumeanza nazo miaka 2 iliyopita, tulikuwa tunazungumzia bilioni 5, bilioni 6, lakini sasa tunatuko bilioni 50. Na lengo kubwa la serikali ni kuhakikisha namba hiyo inakuwa kubwa zaidi. Mimi nataka niwaachie ni mtihani, mfanye hesabu wenyewe. Unapozungumzia 60-70 ya bajeti ya serikali na unapozungumzia 30% ya bajeti za ununuzi umma kwa taasisi nunuzi, kiasi gani? Lakini kuna wajibu, haimaanishi kwamba tunaweza kukaja chinangali hapa leo tukajikusanya fulani tukatengeneza kikundi hapo tukakupa zabuni. Kuna wajibu wa kurasimisha, kwenda kujisajili kuanzia ngazi ya kata, na usajili wa awali unafanyika kwenye ngazi ya halmashauri, alafu taarifa zako zinaletwa kwetu CDPRA, ambapo tunakusajili katika mfumo wa kitaifa wa ununuzi wa umma kielektroniki ambao maarufu unajulikana kwa jina la NeST. Sasa ukiwa kwenye NeST wakati uko rasmi, hapo sasa ndio taasisi nunuzi zinaweza kukuona na ambapo zinatangaza zabuni zao. Tunazungumzia taasisi kuu zaidi ya 1350, na tukishuka katika ngazi ya msingi, yaani ngazi ya chini au lower level, ni zaidi ya taasisi 60,000. Hapo unamaanisha shule zote za sekondari, shule za msingi, hospitali zote, zahanati zote, ofisi za kata mpaka mitaa. Kwa hiyo hizi fursa zinatufuata mpaka kwenye ngazi ya mtaa. Mimi nipende kuwatia shime, ndugu zangu wanahabari, tumieni nafasi hii kufikisha ujumbe. Hakuna mtu anayeachwa kwenye hili. Jukumu la kujenga taifa letu hili
kila mmoja wetu, na yule ambaye ana msukumo na imani kwamba yuko tayari kwa kutumia uzalendo pamoja na nguvu yake na maarifa kuweza kufanya kazi ya kuingizia kipato na mwishoni kuliingizia pato taifa letu, na yuko tayari kufanya biashara na serikali, tunawakaribisha. Hakuna ubaguzi wa aina yoyote. Hii ni fursa ambayo iko